Wataka Mungu akufanyie nini? Sura ya 12. Nguvu ya imani katika kuifikia hatima yako njema. Waisraeli walianza safari yao kule Misri kwa kishindo, lakini kwa mujibu wa waraka kwa Waebrania sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 19, wengi wao walifia jangwani kutokana na kutokuamini kwao. Kisa cha anguko la Waisraeli jangwani ni funzo kwetu kwamba tumekombolewa kutoka Misri ya dhambi na udunia kwa kumwamini Bwana Yesu na kutubu dhambi zetu. Sasa yatupasa tuishi kwa imani kama neno la Mungu lisemavyo katika waraka kwa Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Kwa kuwa imani ni kitu muhimu sana kwa ajili ya kuifikia hatima njema aliyotukusudia Mungu, hebu sasa tuchambue kweli 12 kuhusu imani. Namba 1. Imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Hii ni kwa mujibu wa Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Mambo gani hayo? Ahadi za Mungu ni hatima yetu njema katika ulimwengu wa sasa na ule ujao aliyoikusudia Mungu. Kamwe usitarajie lolote ambalo Mungu hajakuahidi. Namba 2. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Mambo yasiyoonekana ni yale ya rohoni. Ni ahadi za Mungu tunazoziona na kuzipokea kwa imani. Namba 3. Imani ni kumtegemea Mungu. Maandiko yanatuonya kwamba tusizitegemee akili zetu wenyewe wala tusiwategemee wanadamu, bali tumtegemee Mungu peke yake. Hilo limebainishwa wazi katika Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 hadi wa 8. Namba 4. Imani ni jicho la kiroho. Kwa mujibu wa kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi wa 17, Nabii Elisha na mtumishi wake walitofautiana kuona kwao. Mtumishi aliona tishio la jeshi la Washami, akaogopa sana. Lakini Elisha aliliona jeshi la mbinguni lililo upande wao, akawa na ujasiri mwingi. Namba 5. Imani huzaa fikra na mtazamo chanya kuhusu Mungu, mtu mwenyewe na mazingira yake. Kwa kawaida, mtu huyaona mambo kama alivyo mwenyewe ndani yake. Kwa mujibu wa kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa 25 hadi wa 33, wapelelezi 12 walitumwa na Musa kuipeleleza nchi ya Kanaani. Wawili kati yao, Yoshua na Kalebu, kwa sababu ya imani thabiti waliokuwa nayo kwa Mungu, walitofautiana sana kifikra na kimtazamo kuhusu Mungu wao wenyewe na mazingira walioyapeleleza. Namba 6. Imani huzaa ukiri chanya juu ya Mungu, mtu mwenyewe na mazingira yake. Kisa cha wapelelezi 12 waliotumwa na Yoshua kuipeleleza Kanaani, kama tulivyoona kwenye kweli ya 5, kinafaa sana kuwa kielelezo cha ukiri wa mtu mwenye imani kuhusu Mungu, yeye mwenyewe na mazingira yake unavyotofautiana sana na asiye na imani. Namba 7. Imani huzaa matendo ya uthubutu chanya. Sio lazima matendo yote yalete matokeo tarajiwa. Hata hivyo, imani haiachi kuthubutu. Mtu mmoja alisema, you are not a failure until you quit trying. Yaani, hujashindwa bado mpaka utakapoacha kujaribisha. Daima tuwe na mtazamo chanya, tusipoteze matumaini wala kukata tamaa. Mafanikio ni fungu letu. Namba 8. Imani huamsha jitu lilolala ndani ya mtu. Hii hutokea kwa sababu imani husababisha hali ya ujasiri inayofukuzia mbali hisia za unyonge na kutokujiweza. Namba 9. Imani hustahimili taabu na mateso yote wakati wa michakato ya kuelekea kwenye hatima ya mtu. Namba 10. Imani husubiri bila kuchoka mpaka jambo tarajiwa litokee. Namba 11. Imani ni king'ang'anizi. Kwa mujibu wa Injili ya Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 8, mjane alimng'ang'ania kadhi dhalimu mpaka alipopata haki yake. Hakukata tamaa. Maandiko
yanaonyesha kwamba Yakobo pia alipata mafanikio kutokana na ung'ang'anizi wake. Tuwe ving'ang'anizi wa mafanikio yetu kama mjane huyo na Yakobo. Namba 12. Imani hutunza amani ya moyo wakati wa misukosuko. Kisa cha Bwana Yesu kulala usingizi wakati bahari imechafuka, kilichoandikwa na Marko Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 37 hadi wa 39, kinatufundisha kwamba upo uwezekano wa kulala usingizi wakati wa misukosuko ya maisha. Sina maana tulale usingizi na kuacha kukabiliana na misukosuko hiyo. La hasha. Ninachomaanisha ni kwamba tukiwa na imani, upo uwezekano wa kuwa na utulivu wa moyo wakati wa misukosuko. Mtu aliyekosa utulivu wa moyo, mwenye hali ya kukanganyikiwa kwa sababu ya misukosuko impatayo, hawezi kukabiliana kwa ufanisi na misukosuko hiyo. Anaweza kufanya kama alivyofanya dereva fulani. Dereva huyo alichanganywa na hali iliyotokea ghafla mbele yake akiwa kwenye mwendo kasi. Badala ya kukanyaga breki kulisimamisha gari, alikanyaga kiongeza mwendo. Bila shaka huna haja ya kuambiwa nini kitokea baada ya hapo. Ajali mbaya sana ilitokea. Ajali nyingi sana zinatokea katika maisha yetu ya kiroho na ya kawaida kwa sababu ya kukosa utulivu mioyoni mwetu. Tuwe wenye imani ili kutunza amani mioyoni mwetu. Tukiwa na amani mioyoni mwetu wakati wa misukosuko, tutaweza kuikabili kwa ufanisi. Ni lazima tutambue kwamba hakuna tatizo lisilo na ufumbuzi mbele za Mungu. Kila tatizo lina ufumbuzi wake, na sisi ni sehemu ya huo ufumbuzi. Ipo sehemu ya wajibu wetu katika michakato ya kutafuta ufumbuzi wa matatizo yetu. Tusimwachie Mungu peke yake. Mungu ana sehemu yake na sisi tuna sehemu yetu pia. Kwa kawaida, imani haisubiri kupata yatarajiwayo ndipo amani ije. Amani huja baada ya kumjulisha Mungu haja zetu na kuamini kuwa tumepokea kabla mambo hayo tuyaombayo hayajawa halisi kwetu. Kwenye Injili ya Marko sura ya 11 mstari wa 24, Bwana Yesu alisema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Paulo alivuviwa kuandika maneno yanayonitia moyo sana. Katika waraka wake kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7 anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Endapo umebarikiwa na mafunzo ya kitabu hiki, tafadhali washirikishe na wengine.